Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imemalizika salama. Wako wachezaji wamepata shida kidogo, kama Pacome Zouzoua amepata maumivu kidogo kwenye sehemu yake ya goti, ikatulazimu tumtoe kipindi cha kwanza, lakini naamini pia kuna wachezaji wa Singida ambao niliwaona kama kina Gede hapo walipata shida kidogo. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, hajakuwa majeraha makubwa sana kwa ambacho tumekiona kwa siku ya leo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa ushindi ambao tumeupata, goli 3, clean sheet safi. Tumerudi juu ya kilele cha msimamo wa ligi. Sasa focus na kwenda kwenye mchezo unaofuatia. Nitoe pongezi kwa wachezaji wote wa Young Africa. Mechi haikuwa nyepesi, tumecheza mechi ngumu dhidi ya mpinzani mgumu na tumemanage kupata matokeo mazuri siku ya leo kwa pressure iliyokuwa, lakini tumeweza kucheza vizuri. Na la pili, wapongeze benchi la ufundi kwa mipango ambayo wamekuja nayo kwenye mchezo wa leo. Imetusaidia, imetulipa, tumeweza kupata matokeo mazuri. Mwisho ni wapongeze sana mashabiki wa Yanga waliokuja leo KMC Complex. Bado michezo 7 ukijumlisha na huu wa leo, Yanga haiwezi kuwa bingwa kama wachezaji watakuja katika viwanja wakuta viwanja havina watu. Kwa kile kile ambacho tulikosoa, tulishauri, tulitoa maoni yetu baada ya mchezo na Dodoma, ndio kiwango kile kile cha nguvu na jitihada na kujitoa tunatakiwa tuwe nacho kwenye kusupport timu kwa wakati huu. Wamekuja kwa wingi leo, lakini nawaomba mechi ijayo na Namungo itakuwa ni siku ya Jumatatu inshallah, na mnafahamu Namungo pia ni kadabi kingine kadogo hako. Tuje kwa wingi, tuwasukume wachezaji wetu tuweze kupata matokeo mazuri inshallah. Labda nyinyi ni wageni na mmesahau msimu uliopita difference ilikuwa pointi 1 mpaka mechi ya mwisho, kama nakumbuka vizuri. Tofauti ilikuwa alama moja tu msimu uliopita, kutoka mechi ya 20 mpaka mechi ya mwisho ya ligi ambako Simba na Yanga walicheza. Msimu huu tofauti ni alama 2. Kwa hiyo ni pressure ya kawaida. Sijui wenzetu, ila sisi ni pressure ya kawaida ambayo tunafahamu, tuliipitia msimu uliopita, tunaipitia msimu huu. Kubwa ni kuweka jitihada. Kama tulivyosema sasa hivi ni kila mtu atashinda mechi zake. Hakuna haja ya kupiga hesabu za mwenzako. Ni wewe weka nguvu, shinda mechi zako. Ukishinda mechi zako kama sisi Yanga, maana yake automatic tunakuwa machampioni. Kwa hiyo nguvu yetu haipo kumuwaza mpinzani. Hata akicheza mechi 2, si hatujacheza, akili yetu inawaza mechi zetu. Zimebakia 6, tuna mechi ya Namungo, baada ya hapo ligi itakwenda kusimama. Tukirudi inshallah tutaweka jitihada, mechi 5 zibakia tuweze kushinda zote. Tafsiri yake hii ni focus yetu na concentration ya wachezaji ipo kwenye kutafuta ubingwa. Ukiangalia mechi ya leo tumecheza vizuri, tumecreate nafasi, tunaweza kufunga hata goli 5 leo, lakini tulikuwa tunajitahidi tusifanye makosa eneo la ulinzi. Ukiangalia mechi za hivi karibuni, hata Yanga kitangulia goli 1 bado kuna ka pressure tuko nacho kwa sababu ya makosa ambayo tunayafanya kwenye safu ya ulinzi kwenye baadhi ya michezo. Kwa hiyo concentration ikiongezeka, makosa yakipungua kwenye safu ya ulinzi, kwa ligi inapokwenda, kuna mechi hapa utashinda kwa 1-0, kuna mechi utashinda kwa 2-1. Kwa hiyo cha muhimu sisi ni kuto kufungwa goli. Ukifunga mengi sawa, lakini cha muhimu ni kuto kufungwa goli. Na tumekifanya kwa siku ya leo. Tumeona wakati wa substitution ya Metacha. Ulikuwa unawashawishi baada ya ushauri ama ulikuwa? Alikuwa anamshauri kocha wa Singida. Kama kipa si wako watatu, wa kwanza kafungwa, kamtoa. Wa pili kashafungwa, asichelewe angemuingiza na ule kipa wa tatu naye chugo lake 1 la 3. Kibahati mbaya hakufanya hivyo, lakini nilikuwa najitahidi kumconvince kwamba kocha tayari uliyomuingiza naye kachukua chuma, sasa mtoe aje dogo mwingine naye achukue chake. Taratibu wa kawaida. Nimeona uchambuzi technical, unajua kuna vitu vinafanyika technical, vinafanyika katika level ambayo sijui, labda ni wachambuzi wanafanya makusudi au vipi. Kwa mchambuzi amesema kosa la Metacha Mnata, na hapa sana kuja kama mchambuzi. Ndio anasema kosa la Metacha Mnata, amepanga ukuta, amekaa nyuma ya huo ukuta baada ya kupanga. That's very right. Ndio. Lakini tuulizane, Alan Okello kafunga ule mpira kwenye mwamba upi? Mwamba ambao ukuta ulipangwa au mwamba ambao ukuta haukupangwa? Kwa sababu unaposema vile technically, ukishapanga ukuta, kipa lazima uje ukae upande ambao utauona mpira. Sasa tuulizane hapa, kama Metacha angekuja katikati ya goli alikopiga Alan Okello, angeenda kule? Singeenda, lakini alipokaa ndo mpira. Kwa hiyo tujaulaumu ule ukuta, kwa sababu mpira umepita kwenye ukuta. Okello angepiga kwenye mwamba ambao uko wazi akafunga, ungemlaumu goalkeeper. Kafunga katika mwamba ambao ukuta ulisimama, hamna kipa angepanga ukuta alafu arudi acheze kule ambao Okello kaweka. Zile foul anapiga watu wawili tu duniani, ndugu zangu, wawili tu, zile foul za namna ile. Anapiga Lionel Messi,
anapiga na Alan Okello Starboy wawili tu. Sasa kama ndio mfumo huu wa kufukuza makipa baada ya Okello kufunga foul, tujiandae hizo mechi 6. Kuna watu barua watakuwa hawana. Kama ratibu ndio huu, zitaingia sana zile, ndugu zangu. Msemaji umezungumza kuhusiana na mashabiki. Tumeona wakati anaingia captain walisimama na kuanza kumpigia pongeza. Pengine kile ambacho ulikuwa unawaomba wamekifanyia kazi na wamekifanyia. Wamekifanyia kazi na wamesahihisha makosa yao. Kama ambavyo wachezaji huwa wanakosea dakika 90, na sisi viongozi na mashabiki na wanachama kuna moment tunakosea. Kwa Bakari alifanya makosa kwenye hali ya mchezo na sisi tukakosea kwa kumuataki mchezaji wetu na kumtoa mchezoni. Kwa leo mashabiki wamesahihisha makosa yao. Wakati anaingia wamekuwa naye, na kama kuna moment ambayo nilifurahia alivyoingia, alienda straight kusalimiana na Djigui Diarra kwamba tuko sawa, tuko fresh, boli ipigwe. Tukiwa na mood hii, tukawa moja wote, furaha ikatawala, hakuna wa kutuzuia hapa. Hakuna, tukiwa wamoja, furaha ikatawala, tukacheza kwa jitihada, naamini inshallah tunachukua indoo mapema sana.